Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha watazamaji na wasikilizaji katika channel yetu hii. Usisahau kusubscribe na kushare. Katika channel hii tunajifundisha neno la Mungu kila siku ambalo linalotuimarisha, linaloleta sisi kushinda. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza ili somo linalosema jinsi ya kushinda dhambi. Jinsi ya kushinda dhambi. Somo hili lina maana makubwa sana, kwa sababu watu wengi leo makanisani katika wokovu wanaanguka na hawajui jinsi gani ya kuweza kumshinda shetani au kushinda dhambi. Wamelemewa na mzigo ingali wako kanisani. Leo nataka nifundishe kisahihi jinsi gani Mkristo anaweza kushinda dhambi. Kwa hiyo Mkristo kama Mkristo tunaona baada anapompokea Yesu Kristo, Mkristo anafuatiliwa na mashetani, anafuatiliwa na wachawi ili arudi nyuma, ili asisonge mbele. Ni njia gani wanazotumia? Njia zao wanazotumia ni hizi: wanapeleka dhambi, wanapandikiza dhambi ndani ya moyo wako ili usifunguliwe. Hata kama utaenda kanisani, hata kama utasali, lakini usikutane na Mungu kwa sababu ya ile dhambi iliyo ndani. Na Wakristo wengi wanakamatwa na dhambi ya uzinaa. Vijana kama mimi ndo kuzidi, wanakamatwa sana na ile tabia ya kuzini. Paka siku moja nilimsikia mwenzangu akisema, mimi siwezi kukaa mwezi mmoja bila kukutana na mwanamke. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba amefungwa katika vifungo vya dhambi. Dhambi ina vifungo vyake, na ukifungwa na tabia ya dhambi, ukifungwa na dhambi ni hatari sana. Utasari hata miaka mingi, hata 10, hata 20, hautamuona Bwana, hautopona, hautakombolewa. Utakuja kanisani kama mazoea, kama wengine wanaokwenda. Lakini ni kitu gani tufanye ili tushinde dhambi sisi Wakristo? Na kwa Wakristo wengi naamini wanashindwa na wanajiuliza ni jinsi gani tuweza kupinga tamaa za kimwili, tamaa za ujanani, tamaa ambazo tumekulia nazo. Tutaanzaje kuacha na kufuata sahihi neno la Mungu? Sasa hapa leo tutajifunza kwa somo hili kwa usahihi na jinsi gani. Kwa hiyo tutaenda katika kitabu kinachoitwa Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza, tutaenda katika sura ya 10 mstari wake wa 13. Hapo nasoma neno la Mungu linasema hivi: jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kuistahimili. Biblia inasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida. Jaribu alikutupata sisi lisipokuwa ni la kawaida. Kumbe Mungu anajua kwamba mtu amekamilika kiasi gani, na kama umempokea Yesu, yeye anaangalia imani yako iko namna gani. Maana kuzini au kukamatwa na dhambi ile inamaanisha kwamba lile ni jaribu, na lile jaribu ni wewe unatakiwa ushinde lile jaribu, sio kushindwa, ushinde lile jaribu. Ambapo mtu anapozini na anapotenda dhambi, anamaanishwa lile dhambi limemshinda yeye, lile dhambi, ambayo hapa Biblia inaenda na kusema hata waacha mjaribiwe mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea.
Mungu anapoacha mwanamke mrembo anapita mbele yako, yeye anajua kwamba wewe utashinda, kwa maana yeye ameweka uwezo wa kushinda dhambi ndani yako. Lakini wenzangu, na kama sisi wanaume tunatamani sana mwanamke akipita tu tunaona kwamba sasa hapa siwezi kushinda. Yani unajaribu kuvumilia lakini hauwezi, kwa sababu dhambi ina nguvu inayokuvuta katika ndani ya moyo wako. Maana yake imepandikizwa ile dhambi na inakuwa. Ni jinsi gani tutaweza kushinda? Mungu anaeleza hapa, kila dhambi na kila jaribu tunaweza kushinda, maana Mungu analeta jaribu jepesi ambalo anajua sisi tukipitia twaweza kushinda. Ni kitu gani kinachokufanya ndugu yangu uzame katika dhambi? Ni ile nguvu ya dhambi ambayo inakaa ndani yako. Sasa tutawezaje kushinda? Tutaweza kushinda dhambi tukilisikiliza neno la Mungu, tukidumu katika maombi, tukidumu katika kusali na kufunga, twaweza kushinda dhambi, kwa sababu hata Biblia inaeleza atendaye dhambi ni wa Ibilisi, maana yeye siku zote kutenda dhambi. Ukiwa mtu wa Mungu utaomba, ukiwa mtu wa Mungu utasali kila siku, na ikiwezekana kwa mara nyingi tu utakuwa katika maombi, utakuwa katika kusoma neno la Bwana. Hii ina uhakika kuhakikisha kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Ndio maana majaribu Mungu wakati mwingine anajiachia yaje kwako ili kupima imani yako, na anapoiachia Mungu anajua kwamba wewe waweza kushinda. Kwa hiyo tutaenda kusoma katika kitabu cha Warumi 6:12. Warumi 6:12. Biblia inasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Biblia inasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu